Wapendwa wasikilizaji wa Radio Tabora, tumsifu Yesu Kristo. Karibuni katika tafakari ya neno la Mungu siku ya leo Jumapili ya tarehe 9 mwezi wa 11 mwaka 2025, juma la 4 Dominika 32 ya mwaka C mwaka wa kanisa. Masomo yetu ya leo ni kama ifuatavyo. Somo la kwanza linatoka kitabu cha pili cha Makabayo sura ya 7 aya ya kwanza hadi ya pili na aya ya 9 hadi aya ya 14. Somo la pili linatoka waraka wa pili wa Mtume Paulo kwa Wathesalonike sura ya pili aya ya 16 na sura ya 3 aya ya kwanza hadi aya ya 5. Somo la Injili linatoka Injili ya Luka sura ya 20 aya ya 27 hadi aya ya 38. Karibuni sasa tusikilize somo la Injili. Baadhi ya Masadukayo, wale wasemao ya kwamba kuna ufufuo, walimwendea Yesu wakamuuliza wakisema, "Mwalimu, Musa alituandikia kuwa mtu akifiwa na ndugu yake mwenye mke, lakini hana mtoto, na amtwae huyu mke ampatie ndugu yake mzao. Basi kulikuwa na ndugu 7. Wa kwanza alioa mke akafa hana mtoto, na wa pili akamtwaa yule mke akafa hana mtoto. Hata watatu akamoa, na kadhalika wote 7 wakafa wasiache watoto. Mwisho akafa yule mke naye. Basi katika ufufuo atakuwa mke wa yupi? Maana aliolewa na wote 7. Yesu akawaambia, wana wa ulimwengu huu huwa wanakuolewa, lakini wale wahesabiao kuwa wamestahili kupata ulimwengu ule na kule kufufuka katika wafu hawaoi wala hawaolewi, wala hawezi kufa tena, kwa sababu huwa sawasawa na malaika, nao ni wana wa Mungu kwa vile walivyo wana wa ufufuo. Lakini ya kuwa wafu hufufuliwa, hata na Musa alionyesha katika sura ya kijiti, hapo alipomtaja Bwana kuwa ni Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo, naye si Mungu wa wafu bali wa walio hai, kwa kuwa wote huishi kwake." Neno la Bwana. Wapendwa, tunatambua kwamba mwanadamu ni mwili na roho. Mwili na roho vinapotengana kutokea fumbo la kifo. Hapa mwili hurudi ulipotoka, yani mavumbini, na roho hurudi kwenye chanzo chake, yani kwa Mungu mwenyewe. Kwa mantikio, mwili na roho hurudi kwenye asili yake. Kitendo cha roho kurudi katika asili yake kinatukumbusha ungamo la imani yetu tunayokiri kwamba nangojea na ufufuko wafu na uzima wa milele ijayo. Amina. Wapendwa, na hiki ndicho tunachofundishwa katika masomo ya Dominika yetu ya leo. Yanatukumbusha kwamba tutafakari sisi imani yetu ni kwamba tuamini katika ufufuko na uzima wa milele baada ya maisha ya hapa duniani. Ndugu zangu, tumaini la ufufuko linadai shuhuda thabiti wa imani yetu, imani inayojikita katika misingi ya Mungu mwenyewe, kama somo la kwanza linavyofundisha, likitoa mfano wa ndugu 7 waliokubali kufa huku wakitetea imani na tamaduni zao njema walizofundishwa na wazee wao, kwa kukataa amri ya mfalme ya kula nyama ya nguruwe. Kimsingi, kula nyama ya nguruwe ni mfano wa kulazimishwa mambo ambayo kadiri ya mapokeo yao kama taifa teule la Mungu chini ya maongozo ya Agano na Torati la Musa walikuwa wamekatazwa. Ndiyo maana watoto wote 4 wa mwanzoni wanamjibu wakiwa na imani thabiti kabisa, wakisema, sisi tunaamini katika ufufuo wa wafu. Ndugu zangu, fundisho hili juu ya ufufuo wa wafu na maisha baada ya kifo linaleta mzozo mkubwa kati ya Yesu na Wasadukayo. Kama inavyodhihirika katika somo la Injili, Wasadukayo walikuwa ni moja ya vikundi mbalimbali katika jamii ya Uyahudi vyenye misimamo tofauti juu ya dini. Kundi hili walidai kwamba hakuna ufufuko wa wafu, hakuna malaika na roho nazo hazipo. Rejea kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 23 aya 7 hadi 8,
na tunaweza tukajiuliza ni kwa nini waliamini katika mafundisho hayo. Hiyo ni kwa sababu walidai kwamba hayakuandikwa kwenye vitabu vya sheria, yaani vya Musa, ambavyo ndivyo walikuwa wanaamini tu, na pengine wanashindwa kupata picha halisi, huku wakijiuliza kama kuna ufufuo wa wafu na maisha baada ya kifo, je, wafu wanaenda wapi na wanakula nini na wanaishije? Katika kujiuliza kwao, yawezekana kabisa walikuwa wameshaona baadhi ya ishara za Yesu Kristo mwenyewe na mafundisho mbalimbali, na hivyo walipatwa na hofu, wakijua kwamba watu watamwamini yeye na hekalu zao zitaharibiwa. Ndio maana wanamjia Yesu kwa lengo la kukejeli imani juu ya ufufuko wa wafu. Walibuni hadithi iliyoonyesha kuwa kama ufufuko upo, basi kutakuwa na zogo, yaani ndugu 7 watamgombania mama mmoja ambaye wote waliwahi kumuoa. Lakini anawaambia wana wa ulimwengu huu huoa na kuolewa, lakini wale wahasibawi wao kuwa wamestahili kupata ulimwengu ule na kule kufufuka katika wafu, hawaoi wala hawaolewi, wala hawawezi kufa tena, kwa sababu huwa sawa na malaika, nao ni wana wa Mungu kwa vile walivyo wana wa ufufuo. Ili kuondoa utata kabisa, anakumbusha kile nabii Musa alichoonesha katika sura ya kijiti, kama walivyokuwa wanaamini katika vitabu vya Musa, akisema kwamba Musa mwenyewe alitumia wakati uliopo na wala sio wakati uliopita, akisema Bwana ni Mungu wa Abrahamu, ni Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo, ili watambue kuwa si Mungu wa wafu bali wa walio hai, na hivi kuna maisha baada ya kifo. Ndugu zanguni, mwishoni tunasema kwamba ili kuepuka mitazamo tofauti na yenye kuleta mitafaruku juu ya imani yetu, katika somo la pili, ndio maana Mtume Paulo anatukumbusha kisema tuendelee kusali ili neno la Mungu lijulikane kwa wote. Anawaomba waendelee kumwombea kwa sababu ya changamoto wanazozipitia, lakini anatukumbusha sisi tuwe mashuhuda wa imani ya Kristo, kutegemea nguvu ya sala, ili tuwe huru kiroho na kimwili kwa ajili ya kutimiza mapenzi ya Mungu, kama mama kanisa anavyotuombea leo katika sala ya mwanzo, yani kolekta, akisema huku tukiwa na uvumilivu mkubwa juu ya wale wanaotupinga, tukitambua kuwa sala hizi ndizo zitakazotuunganisha na Mungu. Ni mwaliko wa kila mmoja wetu kuendelea kuwa na imani thabiti na kukaa katika yale aliyofundishwa na kuhakikishwa, ili kupata furaha na heri kule mbinguni, na kuachana na mtindo wa kutaka kuunga mkono kila mfumo wa maisha unaomletea maslahi ya kimwili tu kama Wasadukayo. Tumsifu Yesu Kristo. Tafakari hii imeletwa kwenu na mimi Frateri Kastori Evaristo Kitwe kutoka Jimbo Katoliki Kigoma, ninayosoma masomo ya teolojia mwaka wa 4 katika seminari kuu ya Mtakatifu Paulo Mtume, Kipalapala, Tabora.